Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Tuendelee kukuhabarisha taarifa mbalimbali zinazoendelea. Ni taarifa kuhusiana na uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba nchini Tanzania, lakini pia vifo vingi vilishuhudiwa ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Novemba mwaka 2025. Ujumbe wa uangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika leo umetangaza kuwa uchaguzi wa Tanzania umeshindwa kukidhi kanuni za demokrasia na viwango vya kimataifa. Kulingana na ripoti iliyotolewa siku ya Jumatano, waangalizi hao walibaini kuwepo kwa dosari nyingi, uwazi duni na kutokuwepo kwa ulinzi muhimu katika vituo vingi vya kupigia kura kote nchini. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii kabla tuendelee na taarifa hizi. Kauli yao inakuja huku kukiwa na shinikizo kubwa kutoka kwa vyombo vya kikanda na kimataifa vinavyodai uwajibikaji kutokana na machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi wa Tanzania uliofanyika Oktoba tarehe 29. Uangalizi kutoka Umoja wa Afrika AU wamesema kuwa wao binafsi wameshuhudia ukiukwaji wa sheria za uchaguzi katika uchaguzi wa Tanzania katika vituo vingi vya kupigia kura, ambapo baadhi ya wapiga kura waliripotiwa kupatikana na karatasi zaidi ya moja. Matukio ya aina hiyo, walisema, yanadhoofisha sana uaminifu wa uchaguzi huo uliofanyika Tanzania, ambao tayari umezua maandamano mabaya na kutoridhika kwa wananchi. Timu hiyo ya AU iliripoti zaidi kwamba maajenti wa vyama walikosekana katika vituo kadhaa muhimu vya kupigia kura ambavyo vilipata hitilafu. Kulingana na waangalizi, ukosefu huu wa uwakilishi ulizua fursa za udanganyifu na vitisho vya wapiga kura. Katika baadhi ya maeneo, waangalizi wa AU waliamriwa kuondoka kabla ya kuanza kuhesabu kura, hatua ambayo ilizua mashaka na shauku mpya kuhusu uwazi wa uchaguzi huo wa Tanzania. Ripoti hii ya hivi punde kutoka AU inakuja siku chache baada ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kutoa tamko muhimu sawa na hilo, ikisema kuwa uchaguzi wa Tanzania ulikumbwa na vitisho, ghasia na dosari za kiutaratibu. Makubaliano yanayoongezeka kati ya uangalizi wa kimataifa sasa yanatoa taswira mbaya kwa demokrasia ya Tanzania na chama tawala cha CCM, ambayo hapo awali ilisifiwa kama mojawapo ya nchi zilizo imara zaidi katika Afrika Mashariki. Pamoja na tuhuma hizo nzito, serikali ya Tanzania inaendelea kusisitiza kuwa uchaguzi ulikuwa huru na wa haki, ikishikilia kuwa taratibu zote zilifuatwa kwa mujibu wa sheria ya taifa hilo. Maofisa wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi INEC walitetea jinsi walivyoshughulikia uchaguzi huo, wakizitaja ripoti hizo kuwa zimetiwa chumvi na zina dosari na zimechochewa kisiasa. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kuwa kufutwa kazi huko kunazidisha hali ya kutoaminiana na kufichua kutokuwa tayari kwa serikali kukabiliana na hali halisi ya kile kilichotokea wakati wa uchaguzi wa Tanzania. Katika ripoti hiyo yake, ujumbe wa Umoja wa Afrika uliitaka Tanzania na serikali yake kuweka kipaumbele katika mageuzi ya uchaguzi kama inavyopendekezwa na vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia. Mageuzi haya, AU ilisema, ni muhimu katika kurejesha imani katika mchakato wa kidemokrasia wa nchi baada ya uchaguzi wa Tanzania wenye utata. Mapendekezo hayo ni pamoja na kuongeza uwajibikaji na uwazi ndani ya taasisi za serikali, kuhakikisha ushirikishwaji wa watu katika siasa na kulinda haki za binadamu katika ngazi zote za utawala. Ripoti hiyo ya AU leo ilieleza zaidi kusikitishwa na ghasia za baada ya uchaguzi ambazo zimegharimu maisha ya watu kadhaa na kuwaacha wengine wengi kujeruhiwa. Ujumbe huo ulitoa salamu za rambirambi kwa familia zilizopoteza wapendwa wao wakati wa makabiliano yaliyozuka baada ya matokeo ya uchaguzi wa Tanzania kutangazwa. Waangalizi hao wamelaani utumizi wa nguvu kupita kiasi unaofanywa na vyombo vya usalama na kuitaka serikali kuzingatia haki za waandamanaji wa amani. Waangalizi wa kimataifa pia walikosoa ukosefu wa uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari wakati wa uchaguzi na maandamano ya Tanzania. Walibainisha kuwa waandishi wa habari kadhaa wameweza kunyanyaswa au kunyimwa ufikiaji wa vituo vya kupigia kura, huku wengine wakizuiliwa kwa kuripoti juu ya madai ya udanganyifu katika uchaguzi. AU ilisisitiza kuwa vitendo hivyo vinakinzana na misingi mikuu ya demokrasia na uhuru ambayo Tanzania imekuwa ikidai kusimamia kwa muda mrefu. Ripoti hiyo iliendelea kuangazia kwamba ushiriki wa umma katika mchakato wa kisiasa na uchaguzi bado ni mdogo, huku wananchi wengi wakihisi kutengwa au kuogopa kulipizwa kisasi kwa kuonyesha upinzani. AU iliitaka serikali ya Tanzania kuhakikisha kuwa chaguzi zijazo za Tanzania
zinaruhusu au zitaruhusu ushiriki wa kweli wa wadau wote wa kisiasa bila vitisho au ghiliba. Aidha, AU ilizitaka mamlaka kuchunguza visa vyote vilivyoripotiwa vya ukiukaji wa sheria na vurugu pamoja na vifo baada na wakati wa maandamano ya uchaguzi. Ilisisitiza umuhimu wa mchakato wa uwazi unaowajibisha wahusika na kurejesha imani ya umma katika utawala wa sheria. Hii, waangalizi walisema, itakuwa hatua muhimu kuelekea kuponya migawanyiko ambayo imeongezeka tangu upigaji kura wenye utata. Katika kujibu matokeo ya AU, baadhi ya viongozi wa upinzani nchini Tanzania wamerudia madai yao ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi inayoaminika. Wanasema kuwa mfumo wa sasa unapendelea chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, kinachoongozwa na Samia Suluhu na kukiruhusu kuchakachua matokeo kama ilivyoonekana wakati wa uchaguzi wa Tanzania. Mashirika ya kiraia yameunga mkono wito huu, yakisema mageuzi ni muhimu ili kuzuia machafuko ya siku zijazo. Wakati huo huo, matokeo ya uchaguzi wa Tanzania yanaendelea kulikumba taifa, huku ripoti za kukamatwa na vitisho vinavyoendelea kuwalenga wanaharakati na wafuasi wa upinzani. Mashirika kadhaa ya kimataifa pia ya kutetea haki za binadamu yameitaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kufungua uchunguzi wa awali kuhusu uhalifu unaodaiwa kufanywa wakati wa maandamano ya uchaguzi. Kuongezeka kwa wasiwasi wa kimataifa kunadhihirisha undani wa mgogoro ulioanza na uchaguzi wa Tanzania wenye utata. Ujumbe wa AU sasa ulikuwa wazi: uchaguzi wa Tanzania unapaswa kuwa hatua ya mabadiliko ya uwajibikaji wa kidemokrasia. Ujumbe huo umewataka wadau wote wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na utawala wa Rais Samia Suluhu, kufanya mazungumzo yenye maana na upinzani na jumuiya ya kiraia. Ni kwa mazungumzo ya wazi pekee, AU ilionya, Tanzania inaweza kujenga upya imani iliyopotea kutokana na uchaguzi wa Tanzania wenye dosari. Wakati shinikizo la kimataifa likiongezeka sasa mitandaoni, serikali ya Tanzania inakabiliwa na kitendo kigumu cha kusawazisha. Kwa upande mmoja, ni lazima kudumisha uhalali wake mbele ya macho ya umma. Kwa upande mwingine, lazima itikie wito wa haki na mageuzi kufuatia mgogoro wa uchaguzi wa Tanzania. Waangalizi wa mambo wanasema jinsi serikali itakavyochukua hatua katika wiki zijazo itaamua iwapo Tanzania itarejesha sifa yake ya kidemokrasia au itaendelea kuyumba kuelekea ubabe. Uchaguzi wa Tanzania sio tu umetikisa siasa za ndani, bali pia umezorotesha uhusiano wa kikanda, huku nchi jirani zikifuatilia kwa karibu maendeleo hayo. Wachambuzi wanaonya kuwa machafuko ya muda mrefu yanaweza kuyumbisha eneo hilo na kutishia juhudi za ushirikiano wa kiuchumi chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Matokeo ya AU kwa hiyo yana athari kubwa kwa utulivu wa ndani wa Tanzania na hadhi yake kimataifa. Kwa kumalizia, Umoja wa Afrika ulisisitiza dhamira yake ya kuisaidia Tanzania kwa njia ya mazungumzo na mageuzi, lakini pia ukasisitiza kuwa uwajibikaji lazima utangulie. Ripoti hiyo ilihitimisha kwa mwito mkali wa kuchukua hatua. Nikinukuu, walisema wananchi wa Tanzania wanastahili mchakato wa uchaguzi unaoakisi matakwa yao, sio ule unaowanyamazisha. Kwa Watanzania wengi, kauli hiyo moja inanasa makubaliano yanayokuwa ya kimataifa, kwamba uchaguzi wa Tanzania uliashiria wakati muhimu katika historia ya nchi.